Msikilizaji, maisha ya mwanadamu ni kitendawili kikubwa sana, na hakika hakuna anayejua kesho kwamba kitatokea kitu gani au kesho kutwa ni jambo gani ambalo litatokea. Baadhi ya wanadamu huwa wanajifanya ni watabiri sana, wa kutabiri mambo ambayo yatatokea kesho, kesho kutwa na hata mtondogoo. Lakini kiuhalisia maisha ya mwanadamu ni fumbo kubwa sana, lisilohitaji elimu ya darasani kulitatua. Nikiwa na umri wa miaka 8 katika kijiji cha Mwongozi, niliweza kusifika kwa tabia njema ambayo iliweza kuwapendeza watu wote ambao walinizunguka mimi pale kijijini. Japokuwa baadhi ya watoto wenzangu walinichukia sana kwa sababu nilikuwa napendwa sana na wazazi wao kuliko hata wao wenyewe. Nikiwa na hiyo miaka 8, nilikuwa nasoma shule ya msingi Lugumba ambayo ilikuwa na umbali wa kilomita kadhaa kutoka katika kijiji chetu cha Mwongozi. Kwa kuwa nilikuwa napenda sana kusoma ili nije kuwa mtu mashuhuri katika jamii yangu, umbali haukuonekana kuwa tatizo, japo kuna baadhi ya siku walimu waliniadhibu sana vikali kwa kuwa nilikuwa nachelewa vipindi vya awali. Mwalimu mmoja alikuwa anapenda kusema kwamba, "We Alex, jana si nilikuadhibu kwa kuchelewa? Mbona leo umechelewa tena? Aya, shika chini pumbavu wewe." Mwalimu huyo alikuwa na foka pale ambapo alikuwa ni mwalimu wa zamu, na ni mwalimu ambaye alikuwa anaogopeka sana kwa ustadi wake wa kuyakomoa makalio ya wanafunzi kwa viboko visivyo na idadi. Mimi nilikuwa ni mtu wa kujitetea sana. "Mwalimu nisamee, mwalimu nisamee. Mwalimu John, kesho sitachelewa tena mwalimu. Nyumbani ni mbali sana. Mwalimu, huwa naamka saa 9 usiku mwalimu." Nilikuwa najaribu kujitetea kwa kilio kikubwa sana, huku nikijitahidi kumweleza mwalimu John uhalisia wa maisha yangu na kule ambako nilikuwa natoka. Lakini nikiwa katikati ya malalamiko, nilihisi uso wangu kuwa mzito sana na kizunguzungu kikiwa ni kikali sana. Hafla kutamaki, nilikutana na kofi zito sana la usoni kutoka kwa mwalimu John, ambaye alikuwa hahitaji hata kusikia yale mambo ambayo nilikuwa najielezea pale kama sehemu ya kujitetea. "Pumbavu, leo nimekuonjesha kibao hicho tu. Wai darasani mkubwa mjinga. Alafu kesho uchelewe tena." Kabla mwalimu John hajamaliza, nilikimbia mbio hadi darasani huku nikilia kwa kwikwi, kitendo kilichowafurahisha karibia wanafunzi wote isipokuwa mmoja tu ambaye alionekana kunionea huruma sana na kujali thamani ya machozi yangu. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Rose. Nilikuwa napenda kusoma naye masomo mengi sana. Rose alikuwa ni msichana mwenye uzuri halisia na alikuwa amechanganyika na damu ya Kihindi, japo tulikuwa watoto, lakini uzuri wa Rose haukufichika. Alikuwa ni binti mzuri sana. Rose alikuwa na macho mviringo na kiuno kama cha dondora, na pia alikuwa na sauti ya kimahaba, japo sidhani kama alikuwa anajitambua kwa kipindi kile cha miaka 8 kama alikuwa ni mzuri vile. Rose aliniambia kwamba, "Pole Alex, umeumia kwani?" Ilisikika sauti ya Rose sikioni mwangu, aliyekuja kunipoza maumivu yale ama machungu yale ambao niliyapata, au fedheha ile ambao nilifedheheshwa na ule mwalimu John. Nilijikuta naropoka kwa kusema kwamba, "Naomba uniachie, sitaki unisemeshe." Niliropoka kwa hasira ya chuki dhidi ya darasa zima, hali iliyomfanya Rose aogope na kuniacha peke yangu pale. Ilipofika saa 8, kila mwanafunzi alianza safari ya kurudi kwao. Mimi pia nilifanya hivyo, japo moyoni mwangu nilijihisi mkosaji wa kile kitendo cha kumfokea Rose kwa hasira ya chuki pale darasani, tena darasa zima likitazama kile kitendo. Basi niliangaza huku na kule, huku nikitazama Rose kwamba yuko wapi, huenda nitamwona ili niweze kumwomba radhi au samahani, lakini sikumwona tena siku hiyo. Japokuwa siku iliyofuata nilimwomba msamaha na maisha yaliendelea kama kawaida. Basi moyo wangu ulikuwa na amani sana kwa sababu niliweza kutoa ule mzigo ambao ulikuwa unaninyanyasa katika moyo wangu kwamba Rose nilimkosea.
ndio maana nilimwomba msamaha. Msikilizaji, siku zilizidi kusogea mbele na urafiki wetu mimi na Rose uliendelea kukua hadi tulipofikia katika darasa la 7, na kila mwanafunzi alihisi kwamba tulikuwa ni wapenzi labda. Ila ukweli nilikuwa najua mimi mwenyewe kwamba hatukuwa ni wapenzi. Nilitamani sana mimi na Rose tungekuwa wapenzi, lakini nilifikiria sana kwamba sina pesa, na Rose alikuwa anaonekana kabisa kwamba ni msichana ambaye ni wa harama sana, ni bei hali, yani ni wa matawi ya juu, labda naweza nikasema hivyo. Sina mali, maisha yangu mimi ni pango pakavu, nitawezaje kuwa na msichana mrembo mwenye hadhi kama hii, kama Rose? Japokuwa nilijiapia kwamba sitamwambia kitu chochote kile Rose kinachohusiana na mapenzi zaidi ya urafiki wangu mimi na yeye. Lakini msikilizaji, nakwambia kwamba mapenzi ni kikohozi na kamwe hawezi kujificha, na kama kuna mtu umempenda ni heri umwambie kuliko ya kukute tu kama leo nikuta mimi kwa Rose, huyu binti ambaye alinipendeza sana machoni mwangu. Tukiwa tunadiscuss somo la English, mimi na Rose, hafla nilihisi kwamba kuna kitu kinanisukuma kumwambia Rose kwamba nampenda. Katika sekunde kadhaa nikamwambia Rose, nikwambie kitu. Nilijikuta tu neno linanitoka, niambie tu Alexi. Sasa usiponiambia mimi rafiki yako utamwambia nani? Rose alimaliza kuongea, ikawa ni nafsi yangu kujimaliza ama kujiua mchana kweupe kabisa, kwamba nimwambie ukweli wa kile ambacho kilikuwa kinanisibu moyoni mwangu. Nilivuta pumzi na kumwambia Rose kwamba Rose, mimi nakupenda sana. Kwa kuwa sikuwa na ujuzi wa mambo ya mapenzi, yani mimi nilijikuta natoa neno zima yalilokosa vionjo vya hapa na pale, yani mimi nakupenda tu Rose. Unajua tena kutongoza kuna namna yake. Sasa mimi sikuwa fundi wa hayo mambo, kwamba mtu angeanza mbali sijui na kuona kama vile maji kwenye mtungi na kuona sijui kama mbaramwezi. Kuna vimwemwe fulani hivi ambavyo navizungumzia hapa. Lakini mimi siku hii mimi nilimwambia huyu binti kwamba nakupenda Rose. Rose akaanza kusema, Alex, are you serious? Oh my God, I can't believe my eyes. Are you sure by your statement? Una hakika na kile ambacho nakizungumza Alex? Rose aliongea Kiingereza kilichoniacha njia panda ilo picha linaanza, kwa sababu kiukweli nisiwe mwongo mimi sikumuelewa alimaanisha nini. Ila nilijikuta tu naitikia tu ndio of course mimi nakupenda Rose. Mimi sitani kabisa. Tuliendelea kuongea kwa muda mrefu mpaka tukakaribia mwafaka. Lakini Rose aliniambia kesho atakuja na jibu ama atakuja kunipatia jibu, na aliomba nimpe muda afikirie hilo swala. Siku hiyo nilirudi nyumbani kwa furaha ya ajabu sana. Nyumbani kwetu. Nyumbani palikuwa ni mbali, as I told you, kutoka shuleni, lakini siku hiyo niliona safari ikiwa ni ndogo sana. Nikiwa nimelala usiku huo niliona nipo kisiwani nikiwa nimevaa nguo nyeupe, na mbele yangu alionekana amesimama mwanamke mrembo akiwa na vazi jekundu, na pia mkono wake wa kushoto ameshika upanga uliokuwa unang'aa sana mithili ya dhahabu. Ghafla niliona yule mwanamke akilia na macho yake kiwaka taa kali, huku akinionyesha ishara ya kumfuata. Niliogopa sana na nilitaka kukimbia, lakini miguu yangu yote ilikuwa imekufa ganzi. Nikiwa na tahamaki kipi cha kufanya, yule mwanamke alikuja kwa kasi upande wangu, huku akitoa miungurumo au muungurumo uliokuwa mithili ya radi, mpaka aliponifikia karibu yangu na kuanza kuongea maneno nisiyoelewa. Wewe ni nani na unataka nini kwangu? Nilijikuta nauliza swali ambalo lilionyesha dhahiri kabisa kwamba nilikuwa katika hali ya uoga. Naulizwa maswali ambayo mimi sielewi. Mimi ni jini na familia yangu imekuchagua wewe ili uje kuwa mume wangu. Aliongea ule mwanamke kwa sauti ya ngurumo kali, huku akiwa bado ameshika ule upanga wake uliokuwa unang'aa kama dhahabu. Mimi
nipo katika upande wa kujitetea sana. Hapana, siwezi kuishi na wewe. Naomba uniache niende. Kabla sijamaliza sentensi yangu, yule mwanamke aliyejitambulisha kwa jina la Jini alisema kwamba yeye ni Mina. Kwamba ni Jini Mina. Alinyanyua upanga wake kwa kasi kuuleta shingoni mwangu. Mama, nakufa! Ni ukunga nilioupiga kwa sauti ya juu sana. Ghafla nilishtuka na kugundua kwamba nilikuwa naota. Zile kelele nilizozipiga zilifanya mama yangu ashtuke na kuja mbio mbio chumbani kwangu na kuniamsha pale. "We Alex, tatizo nini? Mbona unapiga kelele usiku mwanangu?" Mama yangu aliniuliza kwa sauti ya kushtuka sana. Kaambia, "Mama, mimi nimeota ndoto mbaya sana leo." Nilijibu huku nikijifuta kijasho chembamba kilichokuwa kikinitirika mithili ya mtu aliyetoka kufanya kazi ngumu sana kusukuma sogi ama toroli. Mwanangu, ndoto tu ndo unapiga kelele kiasi hiko? Naomba ujiandae kwanza mwanangu, uende shule. Si unajua shule iko mbali mwanangu. Utachelewa masomo mwanangu. Mama yangu alinena huku akiingizia na utani kidogo. Msikilizaji, mama yangu ni mama ambaye alikuwa ananithamini sana. Sio mama yangu tu, nadhani akina mama wote duniani wako hivi. Yaani hapa duniani mama, naweza kusema kwamba ni mzazi pekee aliyenijua toka nikiwa mdogo hadi kufikia hatua ya kuitwa kijana. Mimi Alex sikufaidika sana kufaidi malezi ya baba yangu, kwani baba yangu alimtelekeza mama yangu pale tu alipogundua kwamba mama amebeba ujauzito wangu, na mbaya zaidi mama aliniambia kuwa baba alifariki siku ambayo nilikuwa nazaliwa, japo mama hakuweza kuniambia sababu iliyomfanya baba fariki siku ambayo nilikuwa nazaliwa. Baada mama kuniambia niamke na nijiandae kwenda shule, nilifanya kama alivyoniambia. Na siku hiyo niliwahi mapema sana shule, huku kichwani nikimwaza Rose, kwa sababu siku hiyo ndio aliweza kuniahidi kunipatia jibu langu kama amekubali niwe naye ama la. Kwa kweli ilikuwa ni Ijumaa siku hiyo, masomo tulimaliza mapema sana, ilikuwa ni half day, na huo ulikuwa ni muda mzuri sana kukutana na Rose. Nikiwa nashangaa huku na kule, hafla nilishikwa bega langu kwa nyuma. Mambo Alex. Samahani. Samahani sana. Nimepewa hiki karatasi nikuletee, so wewe kisome tu utaelewa. Nilishtuka kidogo kwa sababu aliyenipa karatasi kile alikuwa sio Rose kama nilivyotegemea, bali alikuwa ni binti mmoja ambaye alikuwa anaitwa Neema. Msichana ambaye alikuwa ananikeraga sana kwa mashauzi yake darasani. Alikuwa na mashauzi huyu, alikuwa anajishaua hatari. Kwa sikuwa na budi kufungua ile karatasi na kuanza kusoma kama ambavyo nilivyoelekezwa. Ujumbe ulioandikwa kwenye ile karatasi ulikuwa umeanza kusema kwamba, "Hello Alex, naomba uje huku nyuma darasa ili tuongee vizuri. Mimi ni Rose." Nilivuta pumzi kali kidogo na kuelekea nyuma darasa. Kweli nilimkuta Rose akiwa ameketi chini ya gogo, huku akiwa ananiangalia kwa tabasamu sana. Mapigo ya moyo yalienda mbio kwa kasi na nilihisi kama haja ndogo inataka kunitoka kufiatuka vizuri. Si kwamba niliona kitu cha kutisha, bali ni lile tabasamu la Rose lile unipotezea umakini. Nikiwa bado na shangaa, Rose aliweza kunirukia kifuani na kunipa busu la shavu, kisha alinena kwamba, "Alex my darling, nimekubali kuwa na wewe, ila naomba unipende kwa dhati, na kama usije ukanichezea ama ukachezea hisia zangu Alex, please." Rose aliongea maneno matamu sana, lakini kipindi hicho mimi nilikuwa sipo pale kabisa, kwa sababu akili yangu iliweza kusafiri mbali mno. Ilikuwa ughaibuni, kwa sababu kipindi Rose ananikumbatia, vile vidodo vyake vilikuwa vimegusa kifuani mwangu jamani, kama kijana unavyojua. Hali ambayo ilikuwa imenihamisha mbali kabisa. Yaani sikuwa katika hii dunia, nilikuwa kwenye sayari ya Mars huko. Kuliko kwa kumefichwa kwenye yani kama nimefichwa kwenye tanuri la moto, jinsi mwili wangu ulivyokuwa unawaka moto. Baadaye nikasema kwamba, "Sawa Rose, mimi nitafanya kama ambavyo unataka, na pia nakuahidi kwamba nitakupenda na kukulinda milele yote daima Rose."
nakupenda sana Rose. Jamani, nilijikakamua kuongea vijineno viwili vitatu vya kimahaba nilivyojifunza kwenye jarida la hadithi. Kulikuwa na majarida fulani kule magetoni kwangu nyumbani, ilikuwa napitia nini na nini. Kwa hiyo kuna vitu fulani niliviongeza katika mazungumzo ya mapenzi. Na huu ndio ulikuwa mwanzo wa kuanzisha mahusiano kati ya mimi na Rose, na tulipendana sana hadi tulipomaliza darasa la 7 wote tulifaulu, huku penzi letu likiendelea kunawiri sana. Mimi sikuwa muoga tena, kwani Rose alinifundisha kila kitu na kila mtu alifurahia penzi la mwenzake. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba kila siku zilivyokuwa zinasonga mbele ndipo misukosuko ilizidi kutokea maishani mwangu, hali iliyonifanya nianze kuishi kwa mashaka sana. Yule mwanamke ambaye nilikuwa nimemuota kwenye ndoto, Jini Mina, alinitokea chumbani mwangu safari hii, na ni safari ambayo haikuwa ni ndoto tena, bali nilimshuhudia kwa macho yangu, na alikuwa anaonekana mwanamke ambaye alijaa chuki na hasira dhidi yangu. Umeona unisaliti na kuamua kuwa na huyo ambaye unampenda kuliko mimi? Ni sauti Jini Mina kwa sauti ya kutisha ambayo ilijawa na jazba kubwa sana. Mimi nilitahamaki siku hii ambayo nilikuwa chumbani. Nilisema, mbona sikujui? Unataka nini kutoka kwangu? Naomba uniache tafadhali, usiniue. Niliongea kwa uoga huku mwili wangu ukiwa umekufa ganza. Eti nikusamehe? Sina msamaha mimi. Kilichobaki hapa nimeagizwa na familia nikupeleke nyumbani ukakuone, la sivyo nitakuwa wewe na huyo Rose wako. Jini Mina aliongea kwa hasira sana, hali iliyozidi kunitisha. Kufumba na kufumbua nilijikuta niko chini ya bahari na Jini Mina, huku nikiona mambo ya ajabu sana ambayo mimi sikuwahi kuyaona hapo duniani. Niliona kiumbe kikubwa cha ajabu kikiwa, ni kwa mara ya kwanza fumba na kufumbua, sielewi niko dunia gani mimi. Kiumbe ambacho nilikiona siku hii, msikilizaji, kilikuwa kina mapembe marefu mithiri ya nyati, huku mkia wake ukionekana mrefu wa kutisha, wenye makali yaliyochanganyika na kugawanyika katika sehemu 7. Kiukweli nilijua maisha yangu ndio yapo kingoni, kwani kitendo cha kujikuta niko chini ya bahari, tena nikiwa na msichana aliyejitambulisha kwa jina la Jini Mina. Lakini nilijipa moyo kuwa mimi ni mwanaume, nitapambana kufa na kupona ili niweze kurudi katika ulimwengu kawaida, yani duniani, kwamba haya ninayoona ni ndoto au ni kitu gani. Mara hafla nikasikia sauti kwamba, Alex, nisikilize kwa makini. Hapa tulipo tupo ulimwengu wa kuzimu, na huku ndiko wazazi wangu, jamii yetu yote tunaoishi huku. Sasa ninachokwambia, ukitaka maisha yako siwe hatarini au hatiani, ni kwamba kila ukionacho huku usinyoshe kidole wala kushangaa kwa muda mrefu. Ni maelekezo kutoka katika Jini Mina ambayo alikuwa ananipatia, maneno ambayo yaliweza kuninyong'onyesha moyo wangu na kuniaminisha kwamba mimi hiki ninachokipitia sio ndoto tena, ni ukweli mtupu, na mimi ni wakufa tu na sitaiona tena sura ya dunia ya kawaida ambayo nilizoea. Mbaya zaidi, mimi Alex nilikuwa nawaza kwamba mama yangu atakapokuwa anapata shida kunitafuta mimi huko duniani, kwamba niko wapi ama mimi mwanae niko wapi. Pia nilikuwa nawaza vipi mpenzi wangu Rose akilia kwa kwikwi na kwa kunitafuta mimi au kutoniona tena mimi kipenzi chake. Nilimwahidi kuwa nitaishi naye milele kwa udi na uvumba hadi kifo chetu kitakapotutenganisha. Nikiwa katika mawazo mazito, Jini Mina alinishika mkono na kuongea maneno makali nisioelewa, na hafla tulijikuta tukiwa katika umati mkubwa sana wa watu wengi wenye mapembe makali na meno makubwa mithiri ya ngiri. Lakini kilichonishangaza zaidi ni kwamba wote mimi na Mina tulijikuta tuko hatuna nguo kama tulivyozaliwa. Ni kitendo kilichonifanya nianze kuchutama kwa aibu, kujificha. Baadaye nikajikuta naanza kusikia vicheko kwamba
ili nguloma mungo shigonge zingo ndofila umwambo. Ilisikika sauti hiyo kali ya ngurumo kutoka kwa mtu mmoja aliyeketi kwenye kiti kikubwa kilichokuwa mbele yetu pale, na niliona watu wote wakiinamisha vichwa vyao kusujudu kwa ishara ya kishetani. Wote kwa pamoja waliitikia kwamba ifilimbe. Mimi sikuwa naelewa kitu chochote kile, yani sielewi lugha ilikuwa ni lugha aina gani. Kijana, mimi ndio mfalme wa kuzimu, na pia huyo Mina mimi ndio baba yake, na huyu pembeni mama yake. Tumekuchagua muwe Mina wetu ambaye ndio atakuwa furaha yako, aliongea huyu mkuu wa majini huku akicheka kicheko cha kishetani. Hapana, naomba mnirudishe nyumbani. Naogopa, siwezi kuwa na huyu mimi tayari na mpenzi wangu mimi anaitwa Rozi. Niliongea maneno ambayo nahisi niliweza kuropoka bila kujitambua. Mina mwanangu, usiniangushe. Fanya kama mizimu inavyokuagiza. Na huu umati wote unataka kushuhudia ulichoagizwa na mizimu. Mkuu wa mashetani na majini alinena, na hafla nikaona Mina ananigeukia huku akiwa vile tulivyokaa pale, na alianza kunishikashika huku na kule, hali iliyofanya wale mashetani wengine wao wanatuzunguka huku wakishangilia kwa nyimbo zao za kishetani. Mimi sikuwa na hisia zozote, bali nilimsukuma jini Mina pembeni, lakini aliamka na kuja kwa nguvu kuweza kunikamata tena. Safari hii alionekana ni mwenye nguvu za kazi sana, nguvu ambazo zilikuwa za ajabu. Mimi sikuwa na la kufanya. Niliamua kumwacha jini Mina afanye kile ambacho anakihitaji. Kwanza, nilikuwa katika mazingira tatanishi sana. Kiukweli kitendo kile alichonifanyia yule jini Mina ingekuwa ni huku duniani, ni dhahiri kabisa kwamba ni kitendo cha ufedheshaji sana. Alikuwa anatisha mithiri ya kiumbe cha ajabu chenye macho yanayong'aa na masikio marefu. Tafadhalini, naomba msiniue. Mshanifanyia kile ambacho mnataka. Naomba mniache nirudi nyumbani kwa sababu mmenifanyia mambo kwa nguvu. Naomba nirudi nyumbani. Niliongea kwa sauti iliyojaa uchovu sana. Huwezi kurudi tena duniani. Ushakuwa familia yetu na utaishi kwa kula nyama za watu na damu. Pia dunia itajua kwamba umekufa duniani. Hauwezi kuonekana tena. Ushakuwa familia yetu. Aliongea maneno yale mkuu wa mashetani na kuonyesha kiganja cha mkono wake kilichokuwa kinanionyesha yale yaliyotokea huko duniani. Msikilizaji, niliona watu wengi wamejaa nyumbani kwetu, na ambaye zaidi niliona mama yangu akilia juu ya jeneza lililokuwa likionyesha mtu aliyelazwa ndani ya jeneza lile kwamba ni mimi Alex ambaye nimefariki dunia. Kumbe taarifa hiyo iliyo duniani ni kwamba mimi Alex nimekutwa nimekufa chumbani, lakini kiuhalisia kwamba sikuwa nimekufa, bali nilichukuliwa na jini Mina na kupelekwa huko katika tawala yao kishetani. Machozi yalinitoka sana, na niliona sina thamani tena kurudi duniani kwa sababu dunia ilikuwa inafahamu kwamba mimi nimekufa tayari. Nikiwa bado nahuzunika kwa kile nilichoonyeshwa na yule mkuu wa majini, niliona kitu cha ajabu sana kikitokea katika lile jeneza. Nilionekana nimelazwa, hali iliyozidi kunishangaza na kunitisha sana, kwamba lile jeneza lilianza kutoka vitu vya kutisha ambavyo kiukweli, msikilizaji, nilikuwa katika wakati mgumu sana kuweza kuliwazua lile. Vitu vile vya ajabu ambavyo nilivishangaa sana ni kwamba lilianza kutoa moshi mkali, na kadri muda ulivyokuwa unakwenda zaidi ndio moshi ulivyokuwa unazidi, lakini hakuna aliyegundua hilo miongoni mwa wale watu waliokuwa wanalia na kuomboleza katika ile jeneza. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anaangalia ama kuligundua lile. Nilipoangalia ile jeneza kwa makini, ndipo nilipogundua kuwa aliyekuwa amelazwa mule ndani hakuwa mimi, bali ulikuwa ni mgomba. Lakini waombolezaji pamoja na mama yangu hawakuweza kuligundua hilo. Wao waliona kwamba ni mimi dhahiri kabisa ambaye nilikuwa nimekufa ama nimefariki dunia.
Na shughuli ya mazishi ziliendelea kama kawaida hadi zilipomalizika, na taarifa iliyokuwa inazungumzwa ni kwamba ni kifo changu kilichotokea. Oh shit. Ni nini hiki kimetokea? Mimi ni Alex. Mbona niko mzima? Nimekosea nini kwa Mwenyezi Mungu hadi haya yote yanitokee? Kwa nini iwe mimi Alex na sio mwingine? Niliongea maneno yaliyodhihirisha kuwa nilikuwa nimekata tamaa kuendelea kuishi. Alex, kuanzia leo umeapishwa kuwa mwanachama wa jamii hii na utatumikia kila ulichoambiwa ama kila ambacho utakachoambiwa ufanye. Pia utapelekwa kuzindikwa ili usiweze kuonekana kipindi mnapoenda kutafuta nyama za watu. Na pia usisahau kumlinda mke wako Jini Mina hadi siku atakaojifungua. Ni kauli ya mkuu wa mashetani iliitoa kwa kishindo sana. Ifilimbe. Majini yote yalitikia na kila jini yalipotea kusikojulikana. Mimi nilijikuta nipo na Jini Mina kwenye chumba kilichokuwa na hewa chafu pamoja na harufu za damu ya watu, bila kusahau nyama za watu. Mume wangu Alex, naomba ufuate kila utakachoambiwa na baba. Jua wewe ndio utakayekuwa baba huyo mtoto atakayezaliwa. Na kesho ndio siku ya kwenda kukuzindika. Kwa hiyo tutaongozana wote. Aliongea Jini Mina maneno ambayo niliona kama kichefuchefu kwangu. Mimi nikasema nataka nirudi nyumbani. Sitaki kuishi huku chini ya bahari. Sitaki kuishi huku. Elewe. Nilijikuta naongea kwa hasira sana huku nikiwa nalia kwa uchungu. Usifanye hivyo mume wangu. Ushakuwa jamii yetu. Wewe fuata masharti ya huko kuzimu. Ninaamini kabisa kwamba utafurahia mume wangu. Aliongezea Jini Mina na kisha alinisogelea karibu na kuanza kunipa busu zito lililoanza kunichanganya kiakili. Kiukweli safari hii sikuangalia kama yule alikuwa ni jini au binadamu, bali kilichokuwa mbele yangu ni kuhakikisha kwamba sipotezi muda. Nilifanya kile ambacho alikuwa nakihitaji. Sijui ni kwamba nilikuwa naongozwa na nguvu za giza. I don't know. Sikujua mimi. Bali tuliweza kushiriki katika kile ambacho tulishiriki. Mimi sikupoteza muda, niliendelea kumpelekea mashambulizi ya moto Jini Mina hadi wote tulivyoridhika na kulala huku tukiwa tumekumbatiana. Kiukweli penzi la Jini Mina nakiri kwamba lilikuwa ni tamu kuliko penzi la binadamu yeyote yule ambaye kwa akili yangu nilianza kuamini kwamba, ama kwa akili yangu nilianza kuona kwamba hakuna kitu chochote zaidi ya Jini Mina. Sikujali tena kama nilikuwa katika tawala kishetani, bali nilichowaza ni penzi la Jini Mina tu. Asante mume wangu kwa raha ulizonipatia. Na kesho mume wangu nakukumbusha kuwa utaenda kutambikwa ili uwe mwanachama halisi wa tawala hii, alisema Jini Mina, na mimi natingisha kichwa tu ishara kukubaliana na kile alichokisema Jini Mina. Msikilizaji, kesho yake alfajiri nilisikia mbiu kali ikipigwa na mashetani yote yalikusanyika sehemu moja, kisha safari ya kwenda kutambika kuzindikwa ilianza. Niliongozana pamoja na Jini Mina, lakini cha ajabu kila nilipokuwa namwangalia Jini Mina alionekana ni mwanamke mwenye huzuni, kana kwamba alielewa huko tunapoenda hapata kuwa sehemu salama kwangu. Nikamuuliza kwamba mbona huna furaha au hujapenda nilichokuwa nimekufanyia jana? Nilimuuliza Jini Mina tukiwa bado tunaendelea na safari ya kuzindikwa. Lakini Jini Mina hakujibu chochote, na hapo ndipo machozi yalivyozidi kumtoka bila kutoa sauti ya kilio, hali iliyoonyesha kuwa tuendapo sio sehemu salama. Ama kweli ningelijua tunapokwenda nisingethubutu kwenda, bora hata ningejikata kwenye my dead body ili nisiende kushuhudia jambo hilo ambalo linaenda kunitokea mimi Alex. Kweli msikilizaji, ni kwamba usilolijua ni sawa na usiku wa giza, na nilikopelekwa ilikuwa ni sehemu ya kutisha ya umauti kweli kweli. Na hapo ndipo nilipoanza kuonja chungu ya mateso yaliyopangwa kutokea tangu nizaliwe. Tulipofika katika sehemu hiyo ya zindiko, nilitumbukizwa katika shimo kubwa ambalo lilikuwa lina vitu vya ajabu.
lilikuwa ni shimo ambalo linatisha kweli kweli. Shimo ambalo binadamu wa kawaida akiingizwa hatuweza kupona. Kijana, hii ndio tambiko lako, na kama utafanikiwa kutoka humu ndani ya shimo, basi wewe utakuwa jamii yetu na nitakupa wadhifa mkubwa sana katika jamii ya mashetani. Ni maneno niliyoyasikia kwa mbali kipindi na shuka kwa kasi katika lile shimo lililojaa giza totoro, pamoja na sauti za popo walioonekana kana kwamba wana uchu wa kumtafuna kiumbe yeyote yule atakayewasogelea. Nilijikuta nikiwa upande mwingine kabisa, upande ambao sikutambua na hakuonekana mtu yeyote yule aliyejaribu ambaye alikuwa karibu yangu ama alikuwa karibu na eneo lile. Nilipiga kelele za kuomba msaada, lakini nilisikia sauti ya kibibi kizee kikinena maneno haya: mjukuu wangu, umekuja Basi humu ndio pa kuzindikwa, na ukiweza kufuata masharti utarudi ulipotoka salama, lakini ukishindwa utakufa na utasahulika katika tola hii ya kishetani. Alimaliza kuongea yule bibi, kibibi ambacho kilionekana kimekula chumvi nyingi sana, yani kilikuwa na miaka mingi. Ni kibibi kisichokuwa na masihara hata kidogo, yani kile. Nikasema sawa bibi, nitajia hayo masharti ili niweze kurudi salama mimi. Nilimwambia yule bibi kwa sauti iliyojaa uoga kweli kweli uliopitiliza. Sawa mjukuu wangu, kuna masharti matatu hapa. Ukiyafuata basi utakuwa salama na mimi pia nitakuwa salama, lakini ukiyavunja hayo utakufa wewe pamoja na mimi. Umenielewa vizuri mjukuu wangu? Sawa bibi, mimi sitakuangusha. Nitafanya kile ambacho utaniambia bibi. Nilimjibu haraka sana kana kwamba nilikuwa na waisem. Sawa mjukuu wangu. Sharti la kwanza ni kutokugeuka nyuma pindi utakapokuwa tunaenda katika mji wa Goshu. Sharti la pili, kuhakikisha humuongeleshi wala kumwonea huruma mtu yeyote utakayemwona huko. Sharti la tatu ni lazima ulale na mimi kwa mwili mmoja ili tawala za kishetani zikupokee vizuri. Tumeelewana vizuri mjukuu wangu? Msikilizaji, bibi kizee alimaliza kunitajia masharti matatu na nilikubaliana naye. Jamani, hii sehemu ilikuwa inatisha kweli kweli. Ila sharti la tatu liliniumiza kichwa mimi Alex, kwamba nitaweza vipi kulala na kibibi kama kile kilichoonekana cha miaka zaidi ya 90. Ila yote kwa yote nilisema kwamba sawa bibi, mimi nitafanya yote utakayotaka. Nilimjibu bibi kizee na hafla safari ilianza kuelekea katika mji wa Gosho. Kumbuka mambo yote haya yanayotokea ni chini ya bahari. Msikilizaji, unaweza usiamini, lakini chini ya bahari tulipokuwa kulikuwa na makazi ya mashetani na maisha yaliendelea. Cha jambo kilichonishangaza zaidi ni kuona msitu mkubwa sana chini ya bahari, tena tukiwa katikati ya bahari. Mji wa Gosho ni mji ambao niliosomaga kipindi nipo shule ya msingi, na mji ambao historia yake inaonyesha ni mji wa mashetani. Sasa safari hii sikuwa nikisoma tena ile simulizi ama ile story, bali nilikuwa naelekea huko na huo mji nikiwa na hicho kibibi. Tukiwa njiani sikuweza kugeuka nyuma, japo nilikuwa nasikia muungurumo mkubwa mithiri ya radi kama unatafuta. Na pia nilishtushwa baada ya kuona mwanamke mmoja akiwa kakaa pale, yani amekosa hata nguo hata moja kusitili mwili wake, akiwa analia kwa uchungu, huku pembeni akiwa amemshikilia mtoto wake. Alionekana dhahiri kabisa kwamba alikuwa amekufa. Sikuelewa kwamba ni kitu gani kimemtokea yule mwanamke na kwa nini alikuwa eneo lile la kutisha kama lile. Kweli sharti ambayo nimepewa na yule bibi kwamba usitoe msaada wala kumtia huruma mtu yeyote yule ambaye utamkuta njiani. Lakini nikiwa bado natafakari, yule mwanamke alipaza sauti kubwa ya kuomba msaada akiwa ameshikilia eneo la ubavu wake, ukiwa unaonekana kabisa kwamba mbavu imechomoka nje. Yaani ana jeraha kubwa sana na damu ilikuwa inamtoka zaidi. Mbaya zaidi alikuwa anaita jina langu. Alex, nisaidie na kufa mimi, nisaidie. Yaani yalikuwa ni majaribu tu msikilizaji, ilibaki kidogo tu yani nikamsaidia yule mwanamke. Lakini nilipokumbuka ile masharti, tukaendelea safari kwenda katika mji wa Gosho. Tulitembea umbali mrefu sana mpaka nikachoka.
Kilichonishangaza zaidi, yule bibi alikuwa hachoki. Yaani mimi kijana nilikuwa ninachoka, lakini yule bibi kila tunapoenda engo kwa engo hachoki. Ndo kwanza kama tunaanza alikuwa anatembea tu, sijui ndo nguvu za giza ambazo ilikuwa zinatumika pale. Lakini mimi pindi nilipokuwa naonyesha uchovu, alikuwa ananiangalia kwa macho yake makali ambayo ilikuwa yananiunguza mwilini mwangu. Ilipofika usiku, tukiwa bado katika huo msitu, bibi Kizee alinena, na hapo tukiwa tumejihifadhi katika kijumba cha nyasi ambacho sikujua nani alikuwa amekijenga kile kijumba. Alex, umetekeleza masharti mawili. Haukugeuka nyuma wala hukumsemesha mtu yoyote, lakini bado sharti moja tu la kuweza kutumika na mimi kimwili. Kwa hiyo naomba ulitekeleze hilo sharti sasa hivi, ili kesho tuamke tukatambike katika mji wa Gosho, ili urudi katika tawala ya mke wako jina Mina kama mwanajamii halali katika ile tawala. Kile kibibi kilimaliza kunena yale maneno, kisha kikaanza kunifanyia harassment ya hapa na pale ili kwamba niweze kushiriki nacho. Nikasema mimi bibi, hapana, mimi bwana siwezi kufanya hivyo bibi. Nilimsukuma kwa nguvu. Nikasema mimi siwezi. Bibi alikuwa anataka kulazimisha tu kushika koki yangu. Bwana, acha nitoke mbio kukimbilia sehemu isiyojulikana, lakini kitendo cha kukataa kufanya jambo lile na ule bibi kilipelekea anga lote kuwa jekundu, na hafla kwa umbali niliona viumbe vya ajabu vikija vikitua kwa kasi katika kile kibanda alichokule bibi. Alex, nakufa mimi, lakini jo umevunja masharti. Hautopona, utakufa kama mimi. Yule bibi Kizee alisikika akitoa sauti kwa umbali. Nilishuhudia shingo yake ikikatwa kwa kucha za wale viumbe, kisha wakaanza kufanya mambo ya ajabu. Siwezi kukumbuka idadi ya vile viumbe vya ajabu, ila ninachokumbuka mimi havikuwa chini ya 20 na vilionekana ni vyenye hasira na choki kuu kweli kweli. Viumbe katika maumbile ya nje vilikuwa ni viumbe vikubwa sana ambavyo vilikuwa vina meno yaliyochongoka pamoja na kucha kali mithili ya visu. Baada ya kushuhudia lile tukio la bibi Kizee akikatwa kichwa, moyo wangu ulikuwa na dunda na nilihisi haja kubwa na ndogo vikitoka kwa pamoja. Nilikimbia mbio usiku ule nisijue naenda wapi mimi. Na nikiwa bado nakimbia nikisikia kitu chenye ncha kali kama msumari kimenchoma mgongoni mwangu. Nilihisi maumivu makali sana ambayo sikuwahi kuyapata, lakini sikupuuza mwendo na sikupunguza ule mwendo wangu. Nilifika eneo ambalo niliona mbele kuna tope jingi sana ambalo lisiloruhusu mtu kukatiza, na kwa nyuma niliona vile viumbe vikija kwa kasi ya ajabu upande wangu. Mimi sikuwa na la kufanya. Ilinibidi sasa nisimame huku natetemeka. Yaani jasho lote linanitoka. Ule msitu ulikuwa na baridi, lakini jasho lilikuwa linanitoka kwa ile hofu ambayo nilikuwa nao mimi. Msikilizaji, mara hafla ulivuma upepo mkali eneo lile, hali leo wapa wakati mgumu sana wale viumbe vya ajabu kuweza kunikamata. Kufumba na kufumbua nilijikuta nipo sehemu tofauti na ile ya kwanza. Nilijishangaa nimefikaje pale wakati muda mchache uliopita nilikuwa nimezungukwa na viumbe vya ajabu vilivyojaa hasira na chuki ya kupoteza uhai wangu, kijana ambaye nilikuwa sina hatia mimi Alex. Nikiwa bado kwenye wimbi la mawazo, nilishtushwa na sauti ya kike iliyopenya taratibu kwenye masikio yangu ikitokea nyuma eneo lile nilipo. Alex, mume wangu, ni mimi Jini Mina niliyokuokoa katika matatizo ambayo yalikuwa nakukabili. Najua umevunja masharti na baba ni lazima atakutafuta tu ili uwawe kwa kitendo ulichokifanya cha kuvunja masharti ya huku kuzimu, lakini nimejitolea kukusaidia. Na kwa kuwa nina ujauzito wa kwako na pia nisingependa kukuona ukipoteza maisha yako ingali bado mimi nakuhitaji, au hata mwanao hajijua sura yako. Huyu Jini Mina alikuwa anazungumza huku machozi yakimtoka kwa wingi sana. Ili nishangaza sana kwamba inawezekana vipi jini akatokea kunipenda binadamu wa kawaida nisiyekuwa na uwezo wala nguvu za ajabu. Nilimkumbatia Jini Mina, nikamlaza kifuani, kisha nikamwambia kwamba
nashukuru sana Mina kwa kuniokoa. Ninakupenda hadi mwisho wangu, but mimi Mina, mke wangu, naomba unisaidie tuweze kutoka katika tawala hii, la sivyo tutauawa. Mimi na wewe, lakini pia mtoto wetu aliye tumboni mwako tunaweza kumpoteza. Isitoshe baba yako ana jeshi kubwa sana ambalo litakaloweza kunikamata muda wote ule na hata kutuchinja ile mbali. Niliongea maneno ya kiume sana kwa ujasiri, nikifikiri kutoka katika ile tawala kwamba ni jambo rahisi, lakini kiukweli Mina aliniambia kwamba kuna lango kuu moja tu la kutoka katika ile tawala kishetani ili kuweza kurudi duniani. Lakini kabla kulifikia hilo lango kuu lazima tuvuke milango midogo midogo isiyopungua 7 ambayo ndio ilikuwa milango muhimu sana. Baada ya Mina kunidokeza lile, nilikata tamaa sana na kujinamia chini huku nikilia kama mtoto, lakini haikusaidia kitu. Jini Mina akaniambia kwamba Alex, ni usiku sasa, naomba tupumzike kwa sababu giza limeingia. Kisha asubuhi tutaanza safari ya kulitafuta hilo lango kuu ili tukimbilie duniani kuanza maisha upya. Msikilizaji, hili ni jini ambalo limenipenda mimi binadamu. Nilitii wazo la Jini Mina na kulitafuta, ama tulitafuta kichaka kilichokuwa na usalama. Tulitandika nyasi za kuweza kujilaza pale. Lakini msikilizaji, kama unavyojua, sehemu kukiwa na ukaribu sana baina mvulana na msichana, basi hisia nazo hujaribu kuchukua nafasi yake. Mimi sikujitambua kabisa kwa kile ambacho nilikuwa nakifanya katika maamuzi yangu ambayo nilikuwa nayaamua. Sijui ni nguvu za giza ambazo zilikuwa zinaniendesha, japo Jini Mina alikuwa ananipenda. Alikuwa ni jini, lakini kwenye swala mapenzi alikuwa ni zaidi ya fundi. Tukiwa tumejilaza kwenye zile nyasi, tulianza kuhama katika dunia nyingine kabisa ya mapenzi. Jini Mina alijua kwamba nilichokuwa nakihitaji ni kitu gani. Alisogea karibu yangu na akanipatia kile ambacho alikuwa amepatiwa. Ni kweli kabisa kwamba hiki kiumbe kilikuwa kimenipenda sana mimi binadamu. Msikilizaji, hayo ndo alikuwa maisha yangu mimi. Maisha ambayo mimi sikutegemea kwamba nitakuja kuona ulimwengu kama ule ambao nimeushuhudia au ninauishi kwa sasa. Lengo kubwa kwa sasa ni kulitafuta lango la kuweza kutoka ili niweze kurudi duniani. Kulitafuta lango kuu ili tukimbie katika ile tawala kishetani. Tukiwa njiani katikati kabisa ya msitu, kwa mbali tuliona ndege mweupe juu ya anga akija upande wetu. Ndege yule alikuwa anaonekana kabisa kwamba amebeba kitu ambacho sikuelewa kabisa kwamba ni kitu gani. Nilianza kupata hofu na kuanza kuogopa, lakini Jini Mina alinikaribia na kunikaribia kwa nguvu sana, huku ametoa macho makali kwamba tulia, usioneshe udhaifu, tupo katika hatari kubwa sana kwa sasa. Msikilizaji, hii ni hatari gani ambayo anaizungumzia huyu binti? Yule ndege alisogea kabisa karibu yetu, kisha akaangusha kikaratasi cheupe kilichookotwa na Jini Mina na kuanza kukisoma. Muda wote huu mimi nilikuwa pembeni tu, huku natetemeka kwa hofu. Jini Mina alianza kukisoma kile kikaratasi kwa sauti ya chini sana, ambayo niliweza kusikia kila kitu kilichoandikwa kwenye kile kikaratasi, kwamba Mina mwanangu, tangu nikulea hadi unafikisha miaka zaidi 24 hukuwahi kunisaliti, lakini kwa usaliti huu leo ufanya kwa kusaliti tamaduni zetu, na ahidi nitawaua wote wawili kwa mkono wangu. Jini Mina alimaliza kusoma kile kikaratasi, kisha akanigeukia mimi na kuniambia kwamba tuanze safari ya kulitafuta geti la kwanza ili tuweze kutoroka katika ulimwengu ule wa kishetani. Tulianza safari pamoja na Jini Mina. Pia tulivuka milima na mabonde ndani ya ule msitu tukiwa tunatafuta njia kuturudisha duniani. Baada ya mwendo mrefu sana, hatimaye kwa mbali kidogo niliona geti kubwa likiwa linafuka kitu kama mithiri ya moshi hivi kwa juu. Jini Mina aliniambia kwamba nisiogope, na lile ndio geti la kwanza ambalo tunatakiwa kulivuka. Mimi nilikuwa nina maswali mengi sana kichwani mwangu kwamba tutalivuka vipi lile geti ingali linaonekana lina ulinzi wa kutosha.
Nikiwa bado ninatafakari, Jini Mina aliniambia kwamba, Alex, tuanze safari ya kulivuka lile geti. Mimi nilihoji kwamba tutalipata vipi wakati lina ulinzi mkali, lakini Jini Mina alinivuta mkono na kuanza kutembea kuelekea katika lile geti. Tulitembea kwa muda kidogo, hatimaye tulifanikiwa kufika mbele ya lile geti ambapo kwa juu niliona wamesimama viumbe viwili vilivyofanana na binadamu, lakini walikuwa na vichwa mithili ya ng'ombe, huku miguu yao ikiwa na kwato za dhahabu na pia wakiwa wameshikilia mikuki iliyokuwa inachorozeka damu nyingi sana. Ifilimbe mwana. Viumbe vile vilizungumza hayo maneno kwa sauti ya juu kabisa, huku vikiinamisha vichwa vyao kuonesha kwamba ishara kumsujudu Jini Mina. Ifilimbe Zohani. Jini Mina pia alitamka hayo maneno ya hafla sana. Lile geti kubwa lilifunguliwa likiashiria kwamba tulikuwa tumeruhusiwa kupita kwenda upande wa pili wa lile geti. Nilimuuliza Jini Mina kwamba, mbona umetufungulia geti kirahisi sana? Jini Mina alinijibu kwamba wametufungulia geti kirahisi kwa sababu wanajua mimi ndiye mtoto wa mfalme huku kuzimu, kwa hiyo wananipa heshima yangu. Nikamuuliza swali lingine kwamba, kwa hiyo vipi baba yako? Atakuwa ametusamehe au? Maana naona hajatuma taarifa kwa hawa viumbe kuwa tumetoroka. Jini Mina aliniangalia kwa tabasamu sana, kisha akanijibu kwamba yule ndege anayesambaza ujumbe nilimtupia kombora kali sana, akafa pale pale kabla hajaleta ule ujumbe huku. Baada ya Jini Mina kuniambia vile, nikafurahi kidogo, nikaona njia ya kurudi nyumbani sasa inawadia. Katika kijiji chetu cha Mwongozi itakuwa ni rahisi kwa sababu walinzi wengi hawana taarifa kwamba mimi na Jini Mina tunatafutwa na baba yake ili tuweze kuuawa. Tulipovuka upande wa pili wa lile geti ilikuwa yapata saa 10 jioni kwa kukadiria hivi. Uzuri huku kijijini tulikuwa tunaishi maisha yale ambayo ukiliangalia tujua unasema ile jioni ni saa 7 au saa 9 alasiri au ni saa 11. Kwa mimi nilikuwa najua kwa kuliangalia ama kuangalia ule mwanga wa jua kwamba hii ni saa ngapi. Kwa nilikuwa naliona, lakini kilichonishangaza niliona watu wengi sana wa ajabu wakiwa wanaendelea shughuli zao, wengine wakiwa na jicho moja, wengine wana kwato, mapembe, na kwa mbali kidogo niliona wadada warembo wakiwa hawana kasoro hata kidogo. Yaani walikuwa wameumbika kutoka kichwani hadi miguuni. Halo, walikuwa ni warembo sijapata kuona, kama malaika. Wale wadada walikuwa wamefungwa kamba wanaume shingoni, huku wakiwavuta kuwapeleka kwenye jengo ambalo sikuweza kujua kwamba lile jengo lilikuwa ni jengo la aina gani. Ilibidi nimuulize Jini Mina kwamba kwa nini wale wanaume wamefungwa kamba shingoni huku wanalia. Mina kanijibu kwamba wale wasichana hutuma duniani kila ikifika mwisho wa mwezi kuja kujipanga barabarani kufanya biashara ya kuuza miili yao, na mwanaume atakayejaribu kuwanunua akienda nao kufanya huko mapenzi na nini, basi anapotea naye huko mazima na kuja kuwatoa kafara ya damu huko kuzimu. Kwa hiyo wale wanaume ndio hao ambao wanaopenda kununua wanawake barabarani. Jini Mina alivyoniambia hayo maneno, hali iliyonifanya niogope na kuanza kuona duniani kumbe ni pahala pana vitu vingi sana. Na kweli msikilizaji, duniani kuna mambo mengi sana ambayo sisi hatuyajui na hatuyaoni kwa macho, tunapishana na vitu vya ajabu sana. Mmoja wa walinzi alitusogelea na kutuambia kwamba, Ifilimbe mwana, tumewaandalia chakula mwana. Lakini Jini Mina alimwambia kwamba tumeshashiba na tunahitaji kuondoka kulitafuta geti la pili. Yule mlinzi alitikia, agwe mwambusu mwana, huku akiinamisha kichwa akiashiria kwamba kuturuhusu kuendelea safari yetu. Lakini tukiwa tumeanza kuondoka, ghafla niliona katoto kachanga kakiwa kimetapakaa, yani kana hangaika huku kikilia kwa nguvu sana. Nilipoangalia vizuri, niliona mlezi mmoja amekamata silaha kubwa sana huku akinyanyua akimnyanyua ule mtoto. Hali iliyonifanya mimi nianze kuogopa. Namwangalia Mina naye ananishangaa mimi.
Nilitoka kwa kasi pale na kumvaa yule mlinzi bila kujali kama ni shetani wala ni kitu gani. Nilimvaa na kumrushia makonde mazito usoni. Pale alianguka na kumwachia yule mtoto bila kujua kwamba nilikuwa nimefanya kosa kubwa sana, kwa sababu huaga ni desturi ya kawaida kabisa kwa yale mashetani kuiba watoto mahospitalini wasiokuwa na hatia kisha kuwapeleka kule katika sehemu zao zile za kuzimu. Sasa nikiwa nimeanguka pale chini, Jini Mina aliniwahi na kuniinua, tukaanza kukimbia kutaka kujiokoa, kupotea kabisa katika lile eneo. Tukiwa bado tunakimbia, atakupiga hatua 10, ulivuma upepo mkali ulioambatana na radi kubwa, na ghafla tukiwa tunatamaki ni kitu gani, kwa mbele yetu tuliona wazazi wake Jini Mina wakiwa wamejaa hasira na sura zao zilikuwa zimeshabadilika na kuwa viumbe vya kutisha, huku kwenye paji la nyuso zao wakitoka funzo wakubwa, na pia ndimi zao zilionekana mithili ya nyoka kobra yule ambaye alikuwa amejawa na sumu sana. Niliwaambia hamtafika kokote na nitawaua nyote wawili kwa mkono wangu, aliongea baba yake Jini Mina, huku mama yake akitingisha kichwa, ishara ya kwamba kukubaliana na mawazo mume wake. Baada ya kuongea ile maneno, aliamuru wale walinzi watukamate mimi na Jini Mina, kisha tupeleke Sero, tusipewe chakula cha aina yoyote, kwa sababu sisi ni watu ambao tulikufuru, watu ambao ni wakufa tu. Kweli nilikuwa nina njaa sana na mwili wangu ulianza kudhoofika, na hata Jini Mina alionekana kuchoka sana. Mbaya zaidi, ule ujauzito wake ulianza kuwa mkubwa kuliko ulivyokuwa mwanzo. Asubuhi ilipofika, ilipigwa mbiu na mashetani yote yalikusanyika katika uwanja wa damu wakitaka kushuhudia hukumu ambayo tunaenda kupewa sisi. Mimi na Mina tulifungwa mikono na miguu kwenye mti mmoja mrefu, na kwa chini yetu zilipangwa kudi nyingi sana na nyasi zikisubiriwa kuchomwa ili ziweze kuteketeza nafsi mbili zisizokuwa na hatia. Roho yangu iliniuma sana, moyo wangu ulijaa masononeko makali sana. Nilimwangalia Jini Mina akiwa analia, nikamwambia kwamba Mina, mimi nakupenda sana na asante kwa kila hatua ambayo umejaribu kunitetea mimi na kujaribu kunitoa kunipeleka duniani. Najua wazazi wangu wanajua kwamba nimelikufa mpaka sasa, lakini pia nampenda sana mwanangu aliyembeba tumboni mwako. Sawa tunakufa, lakini tambua kwamba mimi nakupenda sana Mina wangu. Lakini Mina alikaa kimya kwa muda kidogo, kisha kaninong'oneza huku akilia. Akasema, Alexi, mimi nakupenda pia. Yote haya niliyofanya ni kwa ajili yako. Hakuchukua muda, baba yake Mina alikamata ukuni wa moto na kuchochea katika zile kuni zilizokuwa zimewekwa chini yetu. Moto ulipamba, tukaanza kuungua, huku wale mashetani wakipiga ngoma na kufurahi. Lakini cha kushangaza ni kwamba maumivu ya moto tulikuwa tunasikia tu, lakini miili yetu haikuweza kupata jeraha lolote la moto, hali iliyoanza kuwashangaza hata wale mashetani pamoja na wazazi wake Mina. Pia walikuwa na shangaa kuona jambo kama hilo. Taharuki ikiwa bado inaendelea, alijitokeza kibibi kizee kilichojisogeza mbele kidogo na kuanza kuongea maneno ambayo yalianza kuwashangaza wale mashetani wote. Huyu bibi kizee alizungumza maneno gani ya kushangaza? Msikilizaji, unaposikiliza hii simulizi, hakikisha kwamba umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuweze kupata simulizi wote kwa pamoja kwa wakati mmoja pale ambapo nitakuwekea hewani, na ili uweze kuwa notified ama kuarifiwa kwa wakati. Unapobonyeza neno subscribe, basi hakikisha kwamba umeruhusu ile alama ya kengele ili nitakapokuwekea simulizi basi uwe kwanza kuwa notified, kucomment na kushare kwa marafiki. Basi yule bibi kizee alisimama mbele ya wale mashetani wote, kisha akaanza kuongea. Hawa makafiri wawili hawawezi kuteketea kwa moto, kwa kuwa miili yao imeshalaniwa tayari na ukoo wa huku. Cha msingi inabidi muwapeleke geti la 7 kule, ndipo mtakutana na mtaalamu atakayewatolea hii laana katika miili yao ili hukumu ya moto iweze kutendeka kwa fasaha. Baada ya yule bibi kizee kuongea maneno, basi tulifunguliwa kamba na kupelekwa katika chumba maalum cha kuhifadhia mateka tukiwa tumechoka sana,
huku tukijua sisi ni wakufa tu, kwa sababu kulikuwa hakuna njia yoyote ya kujikomboa kutoka katika tawala ile kishetani. Msikilizaji, kumbuka haya mambo yote yanatokea chini ya bahari, japokuwa huwezi kuamini kwamba huko chini ya bahari ambako siku za mwanzo jini Mina ndio aliyeniiba kutoka duniani, kulikuwa kuna tofauti mkubwa sana, kwa sababu huwezi kuona maji ya bahari wala samaki, yani una uwezo kuona sehemu fulani kama msituni hivi. Tulijikunyata katika kile kijumba cha mateka, mimi na jini Mina, huku jini Mina akiwa anatetemeka sana kwa baridi. Vipi mpenzi? Vipi? Unajisikiaje? Nilimuuliza jini Mina kwa sauti ya uchovu sana, kwa kuwa tulikuwa hatujapata chakula yapata siku 3. Akanijibu kwamba, Alex, najisikia vibaya sana, tumbo linazidi kuwa kubwa, alafu tumbo linaniuma Alex. Jini Mina pia aliongea kwa kujilazimisha, kwa kuwa yeye pia alikuwa amechoka sana. Nilijaribu kumwambia jini Mina si atumie uchawi wake ili tuweze kutoroka, kwa kuwa yeye pia ni shetani, lakini jini Mina aliniambia hana nguvu zozote, na pia baba yake ameshampokonya karibia 80% ya nguvu zake, kwa hiyo ni vigumu sana yeye kufanya jambo lolote la kuweza kutoroka. Nilichungulia kwa nje ya kile kijumba tulichohifadhiwa, niliona wamesimama walinzi kama 4 wakiwa wanatulinda, kisha nikapiga uruzi kuashiria kuomba msaada. Wale walinzi walisogea karibu kabisa na mlango. Niliendelea kupiga zaidi na zaidi. Naomba msaada. Niliwaambia wale walinzi 4, lakini 3 walicheka sana, ila mmoja alikaa kimya akawaonesha ishara kwamba watuletee japo maji ya kunywa tu. Wale 3 walichukizwa sana, wakawa wamesimama tu wakitulinda. Yule mlinzi mmoja alienda kusipojulikana, na hafla alirudi kashika dumu na mfuko ambao nilihisi kwamba utakuwa na chakula tu. Alinipatia kwenye kitundu kidogo cha ule mlango, kisha akarudi kujiunga na wale wenzao 3 wakiendelea na ulinzi. Mungu wangu, nilipofungua ile dumu nilikutana na vitu vya ajabu sana, chakula cha ajabu mno, nyama mbichi iliyonifanya nitapike sana. Nikaona ngoje nifungue na ule mfuko. Nilikutana na viungo vya wanyama mbalimbali vikiwa vimekatwa kama nyama za buchani. Nilizidi kutapika sana, lakini jini Mina alifakamia vile vitu vyote na kunywa kwa fujo. Pia alichukua ule mfuko uliokuwa na nyama viungo, akaanza kula haraka kwa kuwa yeye alikuwa na njaa sana, na istoshe niseme kwamba alikuwa amezoea yale maisha. Ndipo alipopata unafuu na kushangaa. Akaniambia kwamba mbona ule Alex? Nilimjibu siwezi kula vitu kama hivyo, bora nife tu na njaa, sijawahi kula mimi vyakula vibichi. Bora nife na njaa kabla kupelekwa katika geti la 7 kwenda kuchomwa moto. Jini Mina alinisogelea na kunikumbatia, kisha kanambia kwamba Alex, nakupenda sana na sipo tayari kuona kwamba unakufa mbele yangu. Ni vyema tukafa kwa pamoja, lakini sio wewe utangulie mpenzi. Naomba ufumbe macho niweze kukufanya jambo lolote lile, au kukufanyia kitu chochote ambacho kitakufanya upate tumaini jipya. Ukifumbua utaona tofauti kidogo. Nilifumba macho, na ile kufumbua niliona zile damu na zile nyama vimegeuka na kuwa pilau, yani chakula ambacho kinanukia kweli. Nilishangaa sana. Kisha jini Mina akaniambia kwamba karibu mpenzi, naomba ule na usiogope. Hiki chakula unachokiona kimetokea kimeujiza, hakina madhara yote yale. Kwa kuwa nilikuwa nina njaa sana, nilifakamia sana ile pilau na hale maji bila kujua jini Mina alinifanyia kiini macho ili nisiweze kuona kama na kunywa vile vyakula vichafu.
Asubuhi tulishtushwa na kelele za mashetani mbalimbali ambayo ilikuwa tayari yamejiandaa kwa safari kutupeleka geti la 7. Kwa upande wangu nilifurahi sana kiaina kwa kuona imetupunguzia mzigo kuvuka geti la 2 hadi la 7, lakini upande wa pili niliumia kwa kuwa ndio tulikuwa tunaenda kuchoma moto. Nilifikiria tutachukua miezi mingi kutembea njiani na wana uwezo hata wa kusafiri ndani ya mikoa hata 7 kwa dakika moja tu haya majitu. Basi tukiwa ndani ya kile kijumba niliona baadhi ya walinzi, yani mashetani, wakikizungushia unga kile kijumba huku wakiimba nyimbo ambazo sikuzielewa. Na hafla tulijikuta tupo geti la 7, geti ambalo ukilivuka hilo unaingia geti kuu kisha unarudi katika ulimwengu kawaida, yani duniani. Yani ulimwengu ambao anaishi binadamu wa kawaida sana. Tulipofika geti la 7 niliona baba yake Mina akiangalia yale mashetani mengine tuliyoyakuta kule, kisha akapiga ukunga wa nguvu sana. Ifilima! Kisha ile sehemu yote ilikaa kimya na kila mmoja aliinama chini kutoa heshima kwa baba yake Jini Mina. Na baada ya muda kidogo alikuja mtu mmoja ambaye alionekana na jicho moja kutufungulia mlango, kisha akatuvuta kutupeleka katika mwamba ambao ulikuwa mbele yetu, kisha akatuvua mavazi yetu mimi na Jini Mina bila kujali kwamba yule alikuwa ni mjamzito. Alafu wakatulaza juu ya ule mwamba na kuanza kutupaka mafuta yaliyokuwa mazito kulikweli. Baada ya kumaliza kutupaka mafuta, alinyanyua mkono wa kushoto na wale mashetani wote kiongozwa na baba yake Mina walianza kushangilia kwa nguvu, hali iliyotufanya mimi na Jini Mina tuzidi kuogopa zaidi. Sana sana mimi ambaye nilikuwa naogopa. Labda Jini Mina ile jamii yake alikuwa anaielewa kwamba ni jamii aina gani, lakini mimi nilikuwa naogopa sana kwa sababu sikuwahi kuyaona maisha ya ajabu kama hayo maisha ambayo nilikuwa nayaona. Nilikuwa nashangaa kwa nini yale mashetani yatushangilie kwa kiasi kile. Sana sana msikilizaji, ni kile kitendo cha ule mtu kunyoosha mkono wa kushoto juu. Nilipomwangalia Jini Mina pale juu ya ule mwamba tulioweka, nilimwona kama amezidi kupungukiwa nguvu katika muonekano wake, kwa sababu alionekana kama mtu aliyekuwa anasubiri roho tu iachane na mwili. Kwa hali niliyokuwa nayo mimi, kiukweli ilikuwa ni hali mbaya sana, kwa sababu yale mafuta yalionekana kutudhoofisha sana miili yetu. Yaani ni kwamba tuliishiwa nguvu kabisa, na ilisikika sauti kuu ya kibibi kizee ikiongea, Ifilimbe, sasa hukumu ya moto inaweza ikatolewa kwa sababu laana miili ya hawa makafiri ishaondolewa kwa haya mafuta waliopakwa. Japokuwa nilikuwa nimeishiwa nguvu, lakini niliweza kuikumbuka ile sauti kuwa ni ya yule bibi kizee, ambacho kilitoa wazo la sisi kuletwa geti hili la 7 ili kuondolewa laana miili yetu kisha tuchome moto. Baada ya muda babake Jini Mina alikamata ukuni wa moto mkali na kusogea karibu yetu kabisa na ule mwamba tuliokuwa tumelazwa pale, kisha akatupa kile kipande cha ukuni wa moto ili tuteketee kabisa. Mimi nilikuwa ninawaza sana ni kwamba inakuwaje baba anamchoma mtoto wake moto kisha ashuhudie mwenyewe kwa macho yake akifa katika maumivu makali ya moto. Lakini niliweza kujijibu mwenyewe kwamba Jini Mina alivunja masharti ya tamaduni yao kwa lengo la kuokoa maisha yangu. Maana yake ni kwamba ili jini au huyu binti jini alisacrifice kwa ajili ya maisha yangu. Na ili tamaduni ya kishetani iendelee kuwepo, ni lazima yule aliyevunja miiko ya ukoo afe ili wengine waweze kuishi kwa amani. Basi hili ndio jambo lililompa ujasiri baba yake Jini Mina kuweka ukuni wa moto juu yetu ili tuteketee kabisa kwa moto. Moto ulipamba, tulianza kuungua, na safari hii na ngozi zetu zilianza kuungua pia. Nilipiga ukunga wa kuomba msaada, lakini haikusaidia chochote, kwani wale mashetani ndio kwanza walikuwa kiimba na kufurahi kwa nguvu huku wakipiga makelele sana. Mimi na Jini Mina tulijua ndio mwisho wa uhai wetu kwamba umefika. Hatukuwa na la kufanya zaidi ya kutulia tu huku tukiungua kusubiri kifo chetu. Tukiwa bado tunaendelea kuungua, niliona kitu kama wingu jeusi likiwa limetanda mbele yangu. Nilihisi ndio tunaelekea akhera,
kwani nilijua ndo roho yangu inaacha mwili wangu, lakini haikuwa hivyo. Lile wingu jeusi lilizidi kuwa kali na pia nilisikia sauti za ajabu kwa mbali zikitoa ishara kuomba msaada. Nikiwa bado najiuliza ni kitu gani, nilisikia sauti ya kike ikisema kwamba, mwanangu Mina na Alex, naomba mnifuate huku haraka sana tuondoke. Mimi sikuelewa ni sauti ya nani na ni kwa nini alituamuru tumfuate, lakini nikiwa bado najaribu kujisogeza kutoka pale chini nilipokuwa nimelala, nilihisi kama nimechapwa na fimbo mgongoni, na hafla nilipata nguvu kidogo na kujikuta naanza kukimbia kutoka katika eneo lile ambalo tulikuwa tunateketea. Cha ajabu, lile wingu jeusi liliweza kuuzima ule moto katika miili yetu. Nilikimbia sana kujikuta namaliza lile wingu zito. Nilivyomaliza kuvuka tu lile wingu, kwa mbele nilimwona jini Mina akiwa amesimama na mama yake, huku wote wakiwa wanalia sana kwamba, wanangu, naomba mvae hizi nguo mjisitiri, nimewachukulia, nimeona ni bora nife mimi nilekula chumvi nyingi, lakini si ninyi vijana wadogo ambao bado mna mengi kujifunza duniani. Mina mwanangu, naomba unisamehe, najua ulivunja miiko ya nyumbani na ulistahili kufa, lakini siwezi kushuhudia mwanangu nilekuzaa mimi ukiteketea kwa moto mbele yangu. Ni mimi nileweka lile wingu zito jeusi ili niweze kuwatorosha. Pia nimeua majini wengi katika lile eneo, ndio maana mlikuwa mnasikia sauti zikiomba msaada katika eneo lile. Najua baba yako ataniua tu, lakini nitamzuia asiwaangamize. Nimewafikisha katika hili geti kuu, naomba mlivuke mrudi duniani. Alex, naomba umpende mwanangu na uende ukaishi naye kwa amani kama binadamu. Mimi nitapambana na hawa waliobaki ili wasije duniani kuwadhuru. Kwa mara ya kwanza nilikuwa naona maajabu mimi Alex. Mama yake jini Mina aliongea maneno na kutuambia tukimbie haraka sana kuvuka lile geti kuu kurudi duniani. Tulikimbia sana msikilizaji, hadi tukakaribia kuvuka, ila tulivyogeuka kwa nyuma tu hatukuamini macho yetu kwa kile tulichokiona. Hatukuamini macho yetu kwa kile ambacho tumekiona kwa macho yetu. Msikilizaji, unafikiri kwamba Alex na jini Mina waliona kitu gani walipogeuka nyuma? Usikose mwendelezo wa simulizi hii katika sehemu ya pili ambayo nitakuletea hivi punde. Ninachoomba tu kikubwa ni kwamba endelea kusubscribe na kushare kwa marafiki ili tuweze kupata wafuasi wengi zaidi. Unaposikiliza Chilimo Simulizi, make sure kwamba una comment vya kutosha ili tuweze kupata mawazo mengine kabla ya kukuletea hii sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri kabisa. Na jambo kubwa la msingi ni kwamba hii simulizi ni ya kuogofya. Kwa hiyo unaposikiliza lielewe hili kwamba hii simulizi ina sehemu na matukio ya kuogofya, na ikiwezekana haitosikilizwa na wenye umri chini ya miaka 18. Matukio yake ni mazito kweli kweli. Endelea kusalia na mimi na endelea kufuatilia Chilimo Simulizi katika sehemu ya pili ya simulizi hii inayomhusu jini Mina katika ule ulimwengu wa giza. Kijana Alex atafanikiwa kurudi duniani? Na kama atarudi duniani, ikiwa walishamzika miaka kadhaa iliyopita? Swali kubwa sana hilo ambalo natakiwa kubaki nalo hapa. Je, watafanikiwa? Karibu katika sehemu ya pili. Mimi ni Chilimo Simulizi.